niko na kazi nyingi sasa hivi, mambo yako mengi, ratiba zinanibana sana mambo ya kifamilia pia yameingiliana sana, kwa hiyo sina nafasi ya kuokoka kwa sasa hivi. Kuna watu ambao huwa wanatumia mwingiliano na ubize wa shughuli za kidunia kuwa kama sababu ya kutompokea Yesu. Ukiwaambia kwa habari za kumpokea Yesu, wanatumia hivyo kama sababu ya kutompokea Yesu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kumpokea Yesu hakukuzuii wewe kuspendi na familia yako, hakukuzuii wewe kukaa karibu na familia yako, hakukuzuii wewe kufanya biashara zako, kazi zako, majukumu yako, ratiba zako. Kumpokea Yesu hakukuzuii wewe kufanya kazi, kwa sababu Mungu mwenyewe alikuumba ufanye kazi. Ndio maana alipomuumba Adamu alimweka kwenye bustani aitunze. Maana yake ni kwamba mtu anatakiwa ajishughulishe, afanye kazi. Kwa hiyo ukisema kwamba eti majukumu ya kazi ndio yanayokuzuia wewe usimwabudu ambaye amekupa kazi, ni kitu kibaya sana. Yaani ni sana kusema kwamba unamdanganya mtoto kwa yaani mtu mzima unamdanganya kwa pipi, kwamba chukua pipi hapa, pipi, alafu ni mtu mzima, sio mtoto. Ni sawa na kujidanganya wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Huwezi kumwambia Mungu ambaye amekuumba, akakuumba kwa ajili ya kufanya kazi, unamwambia huyo Mungu kwamba eti siwezi kukutumikia wewe kwa sababu ya kazi na mambo mengi sana, kwa siwezi kufanya mambo yako. Inakuwa ni uongo, mtu wa Mungu, sio kweli. Na kibaya zaidi ni kwamba hata kama sawa ukasema kwamba simpokee Yesu, ukafanya mambo yako yote au shughuli zako zote hizo, halafu nafsi yako ikaangamia, itakusaidia nini mtu wa Mungu? Itakusaidia nini ukiipata dunia yote nafsi yako ikaangamia? Itakusaidia nini? Imeandikwa katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 26, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Ni kweli unaweza kupambana ukasema kwamba masuala ya Yesu yanipotezea muda, kwa hiyo ukapata dunia yote, kila kitu unachokitaka, lakini nafsi yako ikaangamia katika jehanamu ya moto wa milele. Itakusaidia nini? Utatoa nini badala ya nafsi yako ambayo itaangamia kwenye jehanamu ya moto wa milele? Utatoa nini? Ni hasara kubwa sana kuupata ulimwengu na ukakosa mbingu. Ni bora ukaipata mbingu ukakosa ulimwengu, kwa sababu ulimwengu unapita, lakini maisha yako ya milele baada ya maisha ya ulimwengu hapa. Kwa hiyo vitu vya muda mfupi vinavyoharibika visikutenge na uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Umebarikiwa sana.